utukufu kwa kiti chako cha enzi. Baba Mungu wa Israeli, tunakuja mbele zako tena, maana Mungu tunaenda kusikia neno lako. Naomba Mungu sikafanya mioyo yetu ikawe migumu, kutufanya Mungu tukaweze kutenda kulingana na neno lako. Wacha Mungu anayeenda kunena neno lako asubuhi ya leo, namleta mbele zako kwa kutumia kama chombo cha kupasa Injili. Wacha tusione binadamu, lakini tukaone neno lako, na katika jina kuu la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Sema amen kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana. yetu na imtazame Mungu, na I know we will not live here without him blessing us. Amen. Aliahidi patakapokuwa wawili watatu kwa sababu yake, yeye atakuwa wapi? Atakuwa pale, na I know that he is here akitazama everyone's heart, everyone's desire in order to meet each and everyone's need. Amen. Especially mwaka huu mpya, tuanze upya, na vile tumelelewa katika mwito wa ibada, tusahau yaliyopita. Amen. Yaliyopita si nini? Si ndwele. Tugange yajayo na Mungu. Amen. Siku ya leo ni siku njema, ikiwa ni men's service, na asante kwa wale wamesaidia. Amen. Na siku ya leo tuko na mnenaji ni mpya hapa I think, na si mwingine ila ni ndugu yetu Sami Kisoi. Tafadhali tupokee kwa makofi. Karibu sana ndugu yetu Sami Kisoi. Welcome. Amen. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Ni asubuhi njema la Mungu kuona siku ya leo nikiwa mbele zake na mbele zenu. Hayo ni mapenzi ya Mungu, sio mapenzi yangu, sio mapenzi ya binadamu. Yote tunasema ni ya Mungu. Si kweli? Bwana apewe sifa. Asifiwe tena. Tutaenda kuimba kolasi moja, kifungo 2 tu. Tusimame sisi wote. Neno litasimama, neno litasimama, ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama, ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama, ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Bwana asifiwe. Amen. Tuweze kuketi. Tutaenda kuingia katika mafunzo letu, somo letu. Mimi ni mgeni kuongoza katika hiyo madhabahu hapa mbele za Mungu. Si kweli? Bwana asifiwe. Somo letu tutaenda kutoka katika kitabu cha Matthew chapter 25 verse 14. Tutaenda kusoma na Kiswahili kuanzia 14 mpaka 30. Topic hapa kile inasema mfano wa watumishi watatu na talanta. Na nini? Talanta. Si ndio? Nitaenda kuanza kusoma. Mali nitakosea mtanizamia. Si kweli? Okay, acha
chetu zimekusanya. Tena mfalme wa mbinguni ni kama mtu aliyetaka kusafiri, naye akawaita watumishi wake na kuwaweka mali yake kwenye uangalizi wao. Mmoja akampa talanta 5, mwingine talanta 2, na mwingine talanta 1, kisha yeye vimeruka. Mstari wa 15. Mmoja akampa talanta 5, mwingine talanta 2, na mwingine talanta 1, kila mmoja yeye akasafiri. Yule alipewa talanta 5 akaenda mara moja, akafanya nazo biashara, akapata talanta nyingine 5 zaidi. 17. Yule alipewa talanta 2 akafanya vivyo hivyo, akapata nyingine 2 zaidi. 18. Lakini mmoja alikwenda 17. Yule alipewa talanta 2 akafanya vivyo hivyo, akapata nyingine 2 zaidi. 18. Lakini yule mtumishi aliyekuwa amepokea talanta 1 akakwenda akashimba shimo ardhini na akaficha ile fedha ya bwana wake. 19. Baada ya muda mrefu, yule bwana wa wale watumishi akarudi na kufanya hesabu nao. 20. Yule mtumishi aliyepokea talanta 5 akaja akaleta nyingine 5 zaidi, akasema, Bwana, uliniweka kwenye uangalizi wangu talanta 5. Tazama, nimepata faida ya talanta 5 zaidi. 21. Bwana wake akamwambia, umefanya vizuri sana, mtumishi mwema na mwaminifu. Umekuwa mwaminifu kwa vitu chache, nami nitakuweka kuwa msimamishi wa vitu vingi. Nitakuweka kuwa tasoma 21. Bwana wake akamwambia, umefanya vizuri sana, mtumishi mwema na mwaminifu. Umekuwa mwaminifu kwa vitu vichache, nami nitakuweka kuwa msimamishi wa vitu vingi. Njoo ushiriki katika furaha ya Bwana wako. 22. Yule naye talanta 2 akaja akasema, Bwana, uliweka kwenye uangalizi wangu talanta 2. Tazama, nimepata hapa talanta 2 zaidi. 23. Bwana wake akajibu, umefanya vizuri sana, mtumishi mwema na mwaminifu. Umekuwa mwaminifu kwa vitu vichache, nami nitakuweka kuwa msimamishi wa vitu vingi. Njoo ushiriki katika furaha ya Bwana wako. 24. Kisha yule mtumishi alipokea talanta 1, akaja akasema, Bwana, nilijua kwamba wewe ni mtu mgumu,
unayevuna mali usipopanda na kukusanya mali usipotawanya mbegu. 25. Kwa hivyo nilikuogopa, nikaenda nikaficha talanta yako ardhini. Tazama, hii hapa ile niyo mali yako. 26. Bwana wake akajibu, wewe ni mtumishi mwovu na mvivu. Ulijua kwamba nimevuna mali sipopanda na kukusanya mali nisipotawanya mbegu. 27. Vyema, basi ningekupasa kuweka fedha yangu kwa watoa lipa, ili nirutivo nichukue ile iliyo yangu na faida yake. 28. Basi mnyang'anyeni hiyo talanta, mpe yule mwenye talanta 10. 29. Kwa maana kila mtu aliye na kitu atapewa zaidi, naye atakuwa vyoleta, lakini yule aliye na kitu hata kile alichonacho atanyang'anywa. Nanyi mtupeni huyo mtumishi asiyefaa nje kwenye giza, mahali ambako atakuwa na kilio na kusaka meno. Bwana asifiwe. Acha tuamini. Baba Mungu, katika jina lako tumekuja mbele zako asubuhi ya leo. Mungu Baba, nimesimama katika hii madhabahu, katika nikilisha watumishi wako katika neno lako. Mungu Baba, wacha baba yangu kanitumie kama chombo chako. Mungu Baba, hii chakula wacha kaweze kuingia katika roho za watumishi wako. Mungu Baba, mimi Baba sijiwezi nikiwa mbele zako, lakini naomba msindishi wako Baba nitumie kama chombo. Mungu wetu Baba, kila kutazama katika hii neno Baba kaweze kuingia katika roho zetu. Mungu Baba, kaweze kubariki kila mmoja jio Mungu kutoka Baba, kaweze kubariki kwa baba yangu. Naomba katika hii mwaka jao kaanza kututumia kama chombo chako. Mungu Baba, tukaweze kusimama na utukufu wako Baba yetu. Mungu wetu, asubuhi ya leo nimekumbuka walio wagonjwa Jehova. Mungu wetu, kaweze kuwapatia uponyaji mahali wanaumwa Jehova. Wakienda kuona baba yangu wataweza kwenda kushukuru Jehova katika jina lako. Mungu Baba, naomba kwa haya machache katika jina lako na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Maandiko yametuambia ya kwamba talanta zetu tutaitumia aje? Tukiangalia mstari wa 14 na tuwasema hivi 14. Tena yule mfalme wa mbinguni ni kama mtu alikwenda kusafiri. Kwa mfano, bwana wako akuja kuachie kazi, si kweli? Akuachie kazi, akwambie kazi nimekuachia ufanye, alafu na ufanye yote. Wakati atakuja kulipe, Tunao wapendwa walikuwa watatu. Mmoja hakutimiza kazi yenye Mungu alimpatia. Aliona amepewa kitoko kuliko wengine walipewa zaidi yake. Yeye talanta yake akaona ni kitoko na Mungu akaona niko na hiyo kitoko. Akaweza kuenda ile talanta yake aenda kuchimba shimo na akaweka. Jiulize wewe, je, Mungu akuachie talanta yako utaitumiaje? Utaenda kuweka kwa nyumba, utaenda kuchimba shimo uweke kama mtumishi bila ndio kuweka. Tunaona wa kwanza alipewa talanta 5, aliweza kwenda kuifanyia kazi. Si ni kweli? Wakati ile kufanyia kazi, ilienda kuongezeka ama haikuongezeka? Iliweza kuongezeka. Ikawa zaidi ya ile alipewa 5. Ikawa mara 2. Ikawa ngapi? 10. Si ni kweli? Kwa hiyo tunataka sisi kaonekane katika mbele za Mungu. Tukaweze kutumia kipawa zetu. Tutaitumiaje? Itaitumia kibaya, tutatumia vizuri. Mungu anaona kipaji chako kikoaje?
nitaitumia na njia gani? Tukiangalia wapendwa wawili walifanya kazi ya Mungu vile Mungu aliwaachia. Wakati bwana wao alirudi, alikuja akawalipa na akawaambia ataongezea zaidi ya hiyo aliwapatia. Tukaona mwenye alipata na mmoja alifanya nini? Alipikia mahali akanyang'anya na ikaongezewa mwenye wa kwanza alikuwa 5, aliongezewa ikawa zaidi. Si kweli? Tukisoma hii mstari wa 15, tutasoma 15 anatuambiaje? Mmoja akampa talanta 5, mwingine talanta 2. Na mwenye alipewa talanta 5 iliweza ikaongezeka. Yeye alienda kuifanyia biashara. Wakati alifanyia biashara, ilienda ikaongezeka mara 2. Vile huyu wa pili naye akaenda kufanyia biashara, akaenda kufanyia kazi yake. Ikaweza kuongezeka mara 2. Haikuongezeka kama iliongezeka. Si iliongezeka. Wacha Mungu akaweze kutuongeza katika vipawa zetu. Tutaitumiaje? Wewe kipawa chako unaitumia katika nyumba ya Mungu, ama unaitumia katika nyumba yako, ama unaitumia katika njiani, ama wapi popote huko. Wacha kipawa chako kiweze kuonekana katika nyumba la Mungu. Kama kipawa chako ni kufanya kazi ya Mungu, kama ni kuosha, wacha kipawa chako kuonekana ni kuosha katika nyumba la Mungu. Kama ni kuimba, wacha kuonekana kipawa chako, wachani huyu ndata anajua kuimba. Huyu ndata amejitolea. Huyo kijana amejitolea. Si ukweli? Sasa tuko hapa. Wewe jiulize, kipawa changu ni gani? Kipawa changu ni ipi? Kipawa changu ni cha masengenyo, kipawa changu ni cha usharati, kipawa changu ni kusoma Biblia, kipawa changu ni kuomba, kipawa changu ni gani? Tukafanye kazi ya Mungu, naye Baba yetu ataweza kutubariki. Si kweli? Mungu atakubariki. Akiona kama unamfanyia kazi yake, ataona mtumishi wangu amejitolea katika kazi ya nyumba yangu, wacha nimuinue, na ataweza kukuinua. Ataweza kubariki katika nyumba yako, atakubariki katika watoto wako, atakubariki katika ndoa yako, ataweza kuacha kamwe. Si kweli? Mungu wakati tunamuomba chochote, ataenda kukuinua, ataenda kukubariki, na utaona haya mbele za Mungu. Hata Abraham akiwa pale nje anasema, achana na huyo mama. Huyo mama tunamjua ameokoka. Anajua katika kazi za Mungu yote. Ajileo katika nyumba la Mungu. Anajitolea kila mahali pote. Tukaonekana katika nyumba za Mungu, tukijitolea katika mahali pote. Kama ni kusoma Biblia, jitolee. Kuongoza katika mbele, jitolee. Maandiko yanasema kazi za Mungu ni mingi, lakini wafanyikazi ni wachache. Wacha tukajitolee katika nyumba la Mungu kufanya kazi. Na Mungu ataenda kutubariki, ataenda kutuinua. Ataenda kutubariki. Akubariki katika nyumba yako, nyumba ya watoto wako, ndoa yako, atakuinua. Katika hii mwaka tunaomba hii mwaka tuweze kuinuliwa. Si kweli? Mwaka tumeacha nyuma, hiyo iliyopita. Sasa hii mwaka wacha tukasimame na kazi la Mungu, na Mungu hatatuacha kamwe. Muombe Mungu, nyenyekea kwa Mungu. Piga magoti mbele za Mungu. Chochote mahali unapitia, muite Mungu, na Mungu atashuka mbele zako, na Mungu atakuinua, na Mungu atakubariki katika ndoa yako, watoto wako, ataenda kukuinua, hata ushangae ni nini. Hata mwenye atakuwa pakando atasema, watoto wa Bwana wameinuka. Wako kuwa hivi, siku wana kama wataweza kuendelea hivyo. Si kweli? Kuna wenye wanasifiwa hapo nje, wachana na mtoto Mungu amemuinua, wachana na mama Mungu amemuinua, wachana na mzee Mungu amemuinua. Ani maombi yenye unaomba kwako, hata ukiwa pale kwa nyumba Mungu anasikia maombi. Hata ukiwa kwa mti, hata ukiwa pale kwa mlango, ukipiga magoti hapo, Mungu anasikia maombi. Si kweli? Tukaweza kusimama na neno la Mungu, tukaombe chochote, naye Mungu ataweza kutubariki katika maisha yetu. Mlilie Mungu, muite Baba, shuka kwangu. Shida lolote niko nayo itaenda kuisha. Si kweli? Itaenda kuisha. Kama umepitia mapito gani, umekonjeka, unasema na hiyo ugonjwa yangu mbona imekaa sana. Umeenda kwa madaktari wameshindwa. Unalilia sana, niende kwa wakanga, niende wapi? Omba Mungu, muite Mungu, piga magoti,
Piga magoti, Mungu atasikia kilio chako na atasikia maombi yako na utafikia kwenda kuona ile ugonjwa yako. Ule mama tunamjua mwenye aliungua miaka mingi, miaka 12. Alilia sana, akalilia sana, akalilia sana. Akafika mahali akaomba Mungu, akanyenyekea mbele za Mungu. Hakuenda kwenda kwa madaktari wote wakashindwa na ugonjwa. Akabidi niende kwa waganga wakashindwa. Lakini alisimama na Mungu tu. Si kweli? Akaweza kugusa pazi la Yesu na ugonjwa wake ikapona na ikapona na akasimama. Si kweli wapendwa? Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Waje tukasimama katika maombi yetu. Tukanyenyekee mbele za Mungu. Tumuite Mungu. Yes, kuja ndani yangu na ataenda kukuweza. Ataenda kukubariki. Ataenda kukuinua. Mahali unapitia mapito gani? Omba Mungu, muite hata uko wapi. Hata ukiwa pale kazini, muombe Mungu. Muite popote, piga magoti. Nyenyekea mbele za baba yako na ataenda kukuonekania. Ataenda kukuinua. Tukiona wandugu wawili hadi walifanya kazi ya Mungu na Mungu akawabariki. Tukaona mwingine alipiga na kunyang'anya talanta lake na ikaongezewa mmoja wao wawili. Sio kweli? Talanta lako itachukuliwa iongezewe kama mama shilingi. Sio kweli? Kama utatii kazi ya Mungu, hiyo kipawa chako kitachukuliwa na Mungu atapea mwingine. Unataka talanta yako ipewe mwingine? Unataka kipawa yako ipewe mwingine? Simama na ukweli. Kama ni kunyenyekea mbele za Mungu, muite Mungu. Umwambie, baba yangu nimejitolea katika kazi lako. Nitakuimbia. Daudi aliimba. Tunamjua. Aliimba. Nguo zote ikaanguka. Wewe nataka upande kama mfano wa Daudi. Uimbe, nguo yako ianguke chini. Tuone huyu ndata amejua kuimba. Amejitolea kuimba. Daudi hakuona haya mbele ya Mungu. Alisimama tu na akaimbia Mungu tu mpaka nguo zikaanguka. Wacha wapenda nguo zetu zikaweze kuanguka. Sio kweli? Nguo zetu zikaanguke katika mahali hapa nyumba la Mungu. Tukatumikie vipawa zetu. Vipawa zetu tukatumikie. Kama kipawa chako ni maombi, omba. Kuja hapa kanisani, omba. Shida yako uko nayo itaisha. Muite Mungu. Ukuja upige magoti hapa. Pastor anasemanga hii nyumba ifungwangi. Kuja muite Mungu hata ukiwa saa ngapi, kuja unyenyekea mbele za Mungu. Na utaona mahitaji yako itainuka. Utaona nyumba yako itabarikiwa. Utaona chochote unahitaji mbele za Mungu itakuja. Huu mwaka uomba Mungu akubariki. Tuache mwaka iliyopita, hiyo iliyopita. Hii mwaka tusimame na Mungu na utaona ukibarikiwa. Utaona ukiinuliwa. Sio kweli? Utaona Mungu atutuinua. Tusome mstari wa 17. Natuambia hivi. Yule alipewa talanta 2 akafanya hivyo. Akapata nyingine 2 zaidi. Lakini yule mtumishi alipokea talanta 1. Alikwenda akashimba shimo ardhini na kavicha. Talanta yako utaweka wapi? Talanta yako utaenda kuchimba shimo, upike chini. Talanta yako jiulize, nitaenda kuweka wapi? Nitaonekana kama mtumishi. Alikuwa mvivu. Akwa kama wawili. Walifikiria kwenda kufanya kazi. Talanta yake aliona akaenda kuchimba shimo na kuweka chini. Wewe talanta lako unaifanyia wapi? Unafanyia wapi? Unafanyia Mungu ama unafanyia shetani? Sio kweli. Mambo ni mawili. Mungu au shetani. Shetani hata ukimuomba hawezi kupea kitu. Lakini ukiita Mungu ako juu, utaona baraka ikishuka kwako. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Utaona baba yetu akiwa kule mbinguni akishuka. Ndani ya ndoa yako, ndani ya nyumba yako atashuka. Na utaona Mungu akubariki.
Ataona Mungu akikuinua. Watoto wako wataendelea, nyumba yako, kazi yako itaenda kuinuka. Itaenda kuinuka. Utaona mabadiliko. Wacha mwaka huu tuone mabadiliko. Si kweli wapendwa? Tuone nini? Tuone mabadiliko. Hata tushangae. Tunaweza toka siku moja tupate kiwanja magari zimejaa. Utajua gari ni ya fulani, ni ya Pastor Paul, ni ya Pastor Baba Juni. Si ni vizuri tukijua kila mpendwa hapa kuna gari amesimamisha hapa. Hata hii kiwanja ni kubwa, hata ikijaa enda pale nje. Si mapenzi ya Mungu. Si ukweli? Baraka zinakujanga hivyo. Hata wewe sio hata saa hii kitoka au unaona baraka kutoka wapi? Si ni Mungu. Tuombe Mungu. Tunyenyekee mbele za Mungu. Tuite Mungu. Tuite baba yetu mwenye ametulinda. Mwenye anakulinda usiku ukiwa umelala. Ni baba anakulinda, sio unajilinda. Si ukweli? Unaamka asubuhi, leo nimeona mwangaza. Ninaona mwangaza wa Mungu. Ni wengi tumelala na wale lakini wako na siku ya leo. Si ukweli? Wameenda. Lakini wewe jiulize, Mungu kwa nini ameniacha? Mungu ameniacha kitu gani? Nimfanyie kazi ama niache kumfanyia? Na bado jiulize. Kazi ya Mungu ni mingi, lakini watendaji ni wachache. Tujitolee katika nyumba la Mungu, tufanye kazi. Tufanye kazi ya Mungu. Hata utachoka wakati umetolea kazi ya Mungu, uchoki. Kwa sababu unafanya na ule upendo. Nimejua hii Mungu nimefanya kazi yako. Sitaama kama mbele zangu. Nitaanza kuona baraka na utashangaa. Utashangaa. Mungu anakutana na njia nyingi. Anaweza kumia mtu hapa mmoja tu. Na ujui jinsi na kutangaje. Inaweza Mungu anatumia mama Nana. Nenda kwa fulani. Huyo ni Mungu, sio mama Nana. Sio kweli? Huyo ni Mungu, sio mama Nana. Ametumiwa na Mungu. Aje kwa mama Shilo. Huyo ni Mungu ameshuka kwa mama Shilo. Ama kwa mama Brian, ama kwa mama Nana. Mungu anakujenga na njia mingi. Anakujenga na njia mingi. Na sasa hivi hapo kanisani, ukitoka uende nyumbani kwako, unaenda kupata miujiza. Nyumba yako si kuache hivyo. Nimeona vitu zimejaa kwa nyumba. Tukikumbuka yule mtumishi wa Mungu Elisha. Tunajua shida zake mbele alikuwa amepitia. Alikuwa na kaunti kadogo. Mungu akatumia mtumishi mmoja. Akapata mama kikolokota kukuni tuwili. Tulikuwa tuwili, si ndio? Alafu akamwambia aje, nakakuta tuwili nipika chakula nikule na mwanangu tufanye tupe. Mungu akamwambia hapana, pika hii chakula nikule. Na wakati walipika wakakula, wakamaliza walimini zimejaa. Mitungi zote zikajaa maunga, vibuyu zikajaa mafuta, mpaka akasema mahali pa kuweka, akaanza kugawia marafiki. Wacha na sisi tukaweza kugawia marafiki. Ukitoka hapo wewe ukapata jina lako imejaa maunga, imejaa mafuta. Hata sisi tutagawia nani? Uweze kugawia marafiki yako. Kujeni kwangu. Huyo si ni Mungu. Wacha tukaonekane mbele za Mungu. Tukaonekane mbele za Mungu. Tukajitolee. Hata kama kuna shida gani, mulilie Mungu na ataenda kukuja kwako. Ataenda kuja nyumba lako. Ataenda kuja nyumba lako. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Usilie ndugu, usilie dada, usilie mpendwa, usilie mama. Mwite Mungu na atakuja mbele zako. Atakuja mbele zako. Atuambia tupige magoti. Nyenyekea mbele za Mungu na ataenda kushuka ndani yako. Bwana apewe sifa. Apewe sifa. Ataenda kushuka mbele zako. Tuendelee mstari wa 19. Baada ya muda mrefu, yule bwana wake watumishi akarudi na kufanya hesabu nao. Mungu atakufanyia hesabu wapi? Jiulize, atakufanyia hesabu wapi? Atakuja kufanyia hesabu ukiwa kwa waganga,
atakufanyia hesabu ukiwa kwa salati, atakufanyia ukiwa kwa masengenyo. Nataka Mungu atusaidie hesabu yetu. Tuache Mungu atusaidie na hesabu yetu kwa nyumba lake. Ndio. Atuache nyumba lake, atuhesabie hapo. Dada, umekuwa mzuri katika kazi langu. Nilikuachia hii. Nimeona umeifanyia talanta, umeifanyia hesabu. Bwana apewe sifa. Asifiwe Bwana. Umefanyia kazi yangu, umenifanyia mzuri. Hata kuja hapa amefanya nimepechea kazi, nimekwambia nilimia hapa. Hapana, kuja pale umelima vibaya. Hata kulipa. Hataweza kulipa. Lakini kama amuna kazi inafanyika vizuri, atafurahi. Ndugu yangu umenifanyia vizuri. Hata ataweza kuongezea mara zaidi, si ndio? Atakuongezea zaidi. Ukifanya kazi ya Bwana wako, naye anashukuru. Anasema, ndugu yangu, kazi yangu nimeona imeathirika sana. Umefanya vizuri. Umefanya na roho moja tu. Lakini kama unafanya na roho mbili, mpendwa, acha nikwambie hakuna kitu. Hakuna kitu. Kama unafanya ukinung'unika, mpendwa, utachomeka. Hakuna. Tusimame na neno moja tu, naye ni Mungu. Neno nasema njia ni mbili. Kuna nyembamba, kuna moja. Tukasimama na njia ndogo, naye njia ndogo ni Mungu. Simama na njia moja tu. Biblia inatuambia njia yako ni Yesu, na ni moja tu. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Simama na neno moja tu, naye ni Mungu. Na umuite hata ukiwa wapi. Atakuja hata kama uko kanisani, atakuja mbele zako. Tumuombe, tumuite, Baba shuka. Unajua maisha yangu. Unajua mahali nimepitia. Mungu ndio unajua. Mimi sijui shida yako. Mimi sijui shida yako yenye uko nayo. Lakini Baba huyo kwa juu ndiye anajua. Bwana asifiwe. Ndiye anajua shida yako. Mahali unapitia kwa mauchungu, unapitia kwa ugonjwa. Hiyo ugonjwa yangu nimeenda kwa daktari, nimeenda wapi? Haikupona. Nimeita watu wameniombea. Lakini ukisimama na neno la Mungu tu, utapona ndugu. Utapona dada. Utapona mzee. Mama utapona. Tuombe. Chochote tunahitaji, naye Mungu atashuka, atakupea na atakubariki katika moyo wako wote. Tumuite na ataitika. Maandiko inasema, kusoma Mathayo chapter 7 verse 7. Inasema, ombeni nanyi mtapewa. Si ndio? Tuombe na tutapewa. Bisheni na mtafunguliwa. Bwana asifiwe. Tumbishe kwa mlango la Mungu, naye atatufungulia. Kwa mfano nikuja kwa mashiro, niingie hivi. Hiyo ni vizuri. Sinasema konge. Akonge hivi atasikia kuna mtu karibu. Na sisi ni hivyo, tukonge kwa katika Mungu. Roho zetu tukonge kwa Mungu, naye atatufungulia. Hata kama umepitia wapi. Konga roho la Mungu. Na ataingia kwako mpendwa. Tumbishe na atatufungulia milango. Kama mlango wako umepitia shida, umepitia wapi? Konga hodi. Tangua karibu. Utabarikiwa. Utainuliwa. Bwana apewe sifa. Utainuliwa. Tunaona mtumishi wa tatu. Yeye aliona kwa Mungu. Ati Mungu anamuona sio kitu kwake. Lakini Mungu alikuwa na mpango. Aone vile atafanya. Lakini hakuweza kutimiza. Akaambia Mungu, wewe nimejua wewe ni Mungu. Lakini yeye ndio Mungu. Bwana apewe sifa.
Yeye ndio mgumu, Mungu sio mgumu. Bwana asifiwe. Yeye aliona yeye ni mtu mzuri kwa Mungu, lakini yeye uzuri wake ulikuwa kwa shetani, kwa sababu yeye hakutimiza kazi yenye Mungu alimpea. Yeye aliona wacha nishibe hii hela. Hii talanta Mungu amenipea shilingi moja tu. Lakini kama alienda kufanyia shilingi moja, singekuwa mara mbili. Singefanikiwa kama wapekumishi. Lakini akaona yeye kwake sio kitu. Shilingi moja haiwezi kumsaidia. Si Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yeye aliona niende nikashimbe shimo. Nishimbe hapa chini. Wakati Bwana wangu atarudi, taenda kukua pale chini. Nenda nitoe ile mchanga pale na mwiko. Niletee Bwana wangu. Kama imepata kupe hiyo ni pesa yake namrudishia. Bwana asifiwe. Akachukua ile kama alikuwa anaweka na mwiko. Tunaona kama alikuwa kukua na kijiko. Ile speti. Akachukua akaletea Bwana. Kuona pesa yako ndio nimekuletea hiyo nilipea. Na yeye anasema Mungu ni Mungu, ni Mungu. Lakini yeye ndio Mungu. Sio kweli? Bwana asifiwe. Sio kweli? Kwa hiyo wapendwa, tusiwe mgumu kama kijana. Sio kweli? Tukajitolee kazi yenye Mungu ametupea. Tukajitolee tufanye na njia moja tu. Tutaenda kubarikiwa. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Tutaenda kubarikiwa. Tutaenda kuinuliwa. Sema mimi nitainuliwa. Sema mimi nitainuliwa. Sitakuwa mgumu. Bwana asifiwe. Tukajitoe katika kazi ya Mungu. Na tutaenda kuona baraka katika huu mwaka. Unataka mwaka uinuliwe, unataka uinuliwe. Unataka ukae pale pale tu. Pale pale tu. 2025 upata tu hapo. Upate na 26 upate hapo kwa hiyo kiti. Nataka tuinuke. Fanyaje? Tuinuke. Tuone baraka kutoka kwa Mungu. Bwana atoe sifa. Mimi anastaki nikuwa nilinywa pale nilikuwa tu 25. Nataka niinuke, nipate kipawa ya kwenda juu. Nipate juu. Hata naomba nipate kazi, nimtumikie Mungu. Bwana atoe sifa. Tuombe kazi. Tufanye kazi ya Mungu. Hii nyumba inahitaji vitu vingi. Tufanye kazi ya Mungu. Tulete viti tujaze mpaka huko. Sio si baraka za Mungu. Tulete meza tuongezee hapa. Hata kama mama Shilo yuko na meza yake. Pastor Paul yuko na meza yake hapo. Baba Manu yuko na yake hapo na hawezi kuweka Biblia kwa mkono. Anawekelea hapo si vizuri. Bwana asifiwe. Tulete meza. Tulete meza tuweke hapa. Hawa watumishi wetu wasike Biblia. Si vizuri. Na Mungu atatuinua. Mungu atatuinua. Wende unguse kwa nyumba yako. Waje inaweza nipelekee kanisani. Itapata kazi ama itapata? Si itapata. Hapana, wacha tukainuke. Tukainuke na Mungu atuinue. Tujaze vitu katika nyumba la Mungu. Na utaishiwa. Utapata baraka nyingi sana ukitolea Mungu. Ukitolea Mungu. Nyumba yako haitaisha. Utashipata vitu unaweka kwa nyumba, unaweka vitu zingine nje. Na shida hii itapeleka wapi? Huyo si Mungu amekuja. Si Mungu amekuja. Bwana atoe sifa. Acha tukajitolee katika nyumba la Mungu. Tulete vitu zetu, tujaze katika hii nyumba. Mtaenda kuona baraka. Mungu atakuinua. Atakupea kipawa. Kipawa chako kitumikie. Vile Mungu amekuweka, tumikie hiyo kipawa chako. Kama ni maombi, omba. Omba. Mlilie Mungu. Muite Baba. Nimekuja mbele zako. Nisaidie, niinue. Na baraka pia zinakuja kwako. Sitakuja mingi. Sitakuja mingi. Bwana asifiwe. Bwana atoe sifa. Sitakuja mingi. Tukinyenyekea katika hii madhabahu. Huwezi toka hapa bure. Utatoka hapa bure. Wacha tukafanyie talanta zetu vaita. Tukafanyie kazi. Tukafanyie nini? Kazi. Na itaenda kuongezeka. Kipawa yako itaenda kuongezeka juu mara zaidi. Haitakuwa kidogo, haitakuwa chini.
haitakuwaje? Mnataka turudishie Mungu hivi? Tumrudishie kwa zetu tu? Hapana, tusikae kama mtumishi wa Mungu. Mungu alikuwa anataka aone vile atafanya, lakini akaambia Mungu wewe unaona ni Mungu, lakini Mungu sio Mungu. Yeye ndiye Mungu na mvivu wa kazi. Mvivu wa kazi. Nikuje nikupee kazi nichimbie hapa hii mtani. Nasema sitachimba. Hiyo si uvivu, unyonge. Kama tujitolee kazi ya Mungu. Tufanye na roho moja tu. Mungu ataenda kutuinua. Twende kuchimba shimo, hata tunaweka talanta zetu kwa shimo. Wakati Bwana wetu anakuja, tunamletea talanta yako ni Mungu. Yenye umenipea nini nimekurudishia? Akanirudishia, nikaongezea Pastor Amani, akapata saiti. Yeye alikaa hivi. Tunaona aliweza kuchukuliwa akatupwa wapi? Nje. Akalia kilio kingi akaanza kushaka mpaka meno. Nataka tushake mpaka meno. Hapana ndio sifa. Turushwe pale nje, tuulize. Ukiniona hawa mimi niko hapa ndani, kama ukiniona mimi nimerushwa pale nje, hiyo ni furaha nzuri ama ni mbaya? Si ni mbaya. Wacha tukakae ndani ya nyumba ya Mungu. Bwana apewe sifa. Sema mimi sitarushwa nje. Sitarushwa nje. Nitakaa katika nyumba la Mungu. Nitakaa nyumba ya Mungu. Sitalia kilio kingi hadi naanze kushaka mpaka meno. Nataka hiyo? Hapana. Ndugu zetu na wapendwa wangu, tusilie hivyo. Tusimame na Mungu tu. Neno la Mungu tu moja tu. Tukae katika nyumba la Mungu na tumtumikie kwa wazetu. Kama ni kusoma Biblia, kuja hapa usome. Hata ukisoma kama ni usiku, amka hata kama ni saa 9 za usiku, chukua hiyo Biblia yako, soma hata kama ni mstari moja. Utaona baraka vile zinakuja. Utaona ukibarikiwa, utaona ukiinuliwa katika nyumba yako, watoto wako watainuka. Utachoka ukiomba kwa Mungu, naye Mungu atakuja. Bwana asifiwe tena. Baba yetu atashuka. Atupate sai, ashukia pale atupate. Umenifanyia kazi ndugu yangu. Vizuri. Nitakulipa. Si atakulipa. Lakini kama umenifanyia vibaya, sitakulipa. Mtumishi yako lipo kitu. Talanta yake ilichukuliwa, akanyang'anywa na akaweza kutupwa pale nje. Mimi sitaki nitupwe pale nje. Nataka nisimame katika neno la Mungu tu. Katika kazi yake, kama ni kuimba, nataka nimwimbie baba yangu. Hata wakati atakuja nipate nikiimba. Anipate nikiimba, nikimsifu. Bwana apewe sifa. Wacha Mungu akupate kipawa chako na kitumikia hivi. Kitumikia na njia gani? Natumikia njia gani? Nakitumikia kwa usharati, kwa masengenyo, mtumikia aje? Lakini tumtumikie nani? Tumikie Mungu wetu. Anataka kutuinua. Mstari wa 24, acha tuone nasema aje. Mstari wa 20. Tusome 20. Yule mtumishi aliyepokea talanta 5 akaja akaleta nyingine 5 zaidi. Amsikiza, akaleta nyingine zaidi 5. Ikawa mara 10. Na Bwana naona amemwambiaje? Tuendelee hapo chini. Akaja bwana wake akasema, Bwana, uliniweka kwenye uangalizi wangu. Alimweka katika uangalizi wake. Wewe unataka Mungu amwangalie wapi? Unataka kuangalia uangalizi wako kwa wapi?
Tusimame katika neno la Mungu, sio kweli? Tuendelee hapa chini. Uangalizi wangu, talanta 5. Tazama, nimepata faida ya talanta 5 zaidi. Akapata nyingine zaidi. Mungu akamwongezea. Wacha talanta zetu zikaongezeke. Kama kuna 500, tena kuongezeka mara 2, itakuwa 1000. Sio kweli? Itakuwa 1000. Huyo si Mungu ama sio Mungu? Si Mungu. Kwa hiyo wacha tukatumikie kipawa zetu katika kazi ya Mungu. Na ataenda kutubariki, na ataenda kutuinua. Hata upitie wapi, nipitie mapitio gani, nimuite baba yangu, Mungu napitia hii, nionekanie, shuka ndani yangu. Na baraka inakuja. Atumia mtu mmoja hapa kwa katika nyumba yako. Sasa hiyo utoke hapo. Wende hapo kwa njia upatane na mtu. Akubariki na kitu. Ama tuseme patane hapo nje zaidi kutoka hapo patane na rafiki. Nimekupea 200. Sio ni Mungu amekuja. Yes, ni Mungu amekuja. Ulikuwa na hiyo 200. Mungu anakuja na njia nyingi sana. Bwana apewe sifa. Asifiwe. Mungu anakuja na njia nyingi sana. Wapendwa, hata tukisimama na neno la Mungu, tukasimama na kazi ya Mungu, tukaombe, tukanyenyekee. Hata Mungu akutuma wapi, simama, usinungunike, useme sitaenda. Mungu ananiambia nifanye hivi. Hapana. Ama mtu akuja akutumia, kwenda mahali fulani ukatae. Huyo ni Mungu amemtumia, usikatae. Tukiona yule mtumishi alikuwa anaitwa Yona. Tunamjua, si ndio? Mungu alipanga kumtuma, lakini akaweza kufika mahali Mungu alikuwa amemtuma. Na Mungu akatuma samaki kubwa. Alituma nini? Samaki kubwa. Nataka tumeze wapendwa. Sema sitamezwa mimi. Sema mimi sitamezwa na samaki. Yona alikuwa anakataa kwenda Tarsisi. Akageuka, kaenda wapi? Nijopa mwana. Nimea. Lakini wakati wa Mungu afika akajikuta wapi? Mahali alikuwa ametumwa. Mahali alikuwa ametumwa alienda. Mnataka tumeze? Mnataka tumeze katika kazi ya Mungu? Hapana, wapendwa, tusimame na ukweli tu. Mimi nasitaki kumeza na samaki. Sema mimi sitaki kumeza na samaki. Sitataka kumeza na samaki. Tutanama na njia moja tu. Naye ni Mungu tu. Bwana apewe sifa. Asifiwe tena. Tusimame katika maombi ya Mungu. Maombi tu, muite Mungu. Nyenyekea mbele za Mungu. Kuja katika madhabahu. Piga magoti. Lia. Tutaka Mungu atakuinua. Bwana apewe sifa. Mungu atakuinua. Tabarikiwa hata watu wakiwa pale nje washangae. Wajana huyo fulani. Nilikuwa nimeona anaendelea hivyo, kumbe Mungu amemuinua. Alikuwa anakuchekelea pale. Atakuona umeinuka. Hata atakusaidia. Naweza kusaidia marafiki pale. Kipawa zinakuja na njia mingi. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Njia zinakuja na njia mingi sana. Tusimame na kazi ya Mungu tu. Simama na kazi ya Mungu tu. Yeye amekuita kuja mfanyie kazi. Mfanyie kazi. Na tutaenda kuinuliwa. Tutaenda kubarikiwa katika kazi yetu. Mungu anataka kutuinua. Sio kweli? Mungu anataka kutuinua. Tutaenda kubariki katika kazi yake. Kipawa chako kitumikie. Kitumikie. Bwana apewe sifa. Tukitumikie na njia moja tu. Na njia moja ni Mungu tu. Kama nataka kutumikia shetani. Nataka kutumikia shetani. Shetani ana mamlaka. Hata ukimuita shetani hakuna kitu atakupea. Nikunyang'anya tu. Anakuja kumelala. Anakuja na kuibia. Si kweli? Ni kweli. Wakati umelala umengorota pale. Usikii nani yako nje.
ni shetani. Lakini ukiomba Mungu ukiota ukiwa umelala, Mungu atakufunika hata ushangato lale aje. Mungu atakutembelea katika nyumba yako, milango yako, atatuma mlinzi. Naye ni Mungu tu. Bwana asifiwe. Ni Mungu tu. Tumuombe na tutaenda kuinuka. Mwite Mungu mapema. Tusimame na neno moja tu, naye ni baba yetu. Ni Mungu tu mwenye aliye huko juu. Kuja hapa kanisani kuomba, hata shida yako umepitia wapi, mwombe Mungu, baba yangu nishuka, shuka ndani yangu, shuka ndani ya maisha yangu, na atakuinua. Atakuinua. Tumwite Yesu na ataitika. Wakati unapitia mapito gani, unapitia kwa magonjwa, unapitia kwa njia gani, tukiomba Mungu mwenye aliye juu atashuka. Bwana asifiwe. Atashuka na atatubariki na atatuinua katika mioyo yetu. Katika mioyo yetu atatuinua. Atatuinua. Some 29:27. Tena nilikuwa Sura ya 29 inasema, tena tulikuona ukiwa tasama tena tulikuona ukiwa mgonjwa tukakutunza. Kwa maana kila mtu aliye na kitu na kupewa zaidi. Kwa maana kila mtu akiwa na kitu atapewa zaidi. Atapewa zaidi. Naye atakuwa navyo tele. Lakini yule aliye na kitu atanyang'anywa, asiye na kitu. Tusoma hiyo 29. Kwa maana kila mtu aliye na kitu atapewa zaidi, naye hata kila mtu aliye asiye na kitu hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Si ndio? Ataweza kunyang'anywa na atapewa mwingine, si ndio? Hati nasema hivi, nani mtupeni huyo mtumishi asiyefaa nje kwenye giza, mahali ambako atakuwa na kilio na kusaga meno. Atakuwa na nini? Na kilio na kusaga meno. Bwana asifiwe. Mimi sitaki nitupwe nje. Sema mimi sitaki nitupwe nje. Bwana apewe sifa. Tukae ndani na Mungu. Tumuombe na tumwite Mungu. Na ataenda kutuinua. Ataenda kutuinua. Bwana apewe sifa. Mimi naona masaa inaenda. Mimi somo langu limefika mwisho. Na Mungu aweze kuwabariki na tukazidi kusimama katika neno la Mungu. Bwana apewe sifa. Ni mwanafunzi mzuri ama si mzuri? Ni mwanafunzi mzuri ama si mzuri? Pigieni makofi mazuri. Kabla hiyo video ifungwe, wacha niongeze mambo kidogo. Unajua kila mtu ako na uniqueness yake, na
ndugu yetu Kisoi, you can feel he is communicating in a totally different manner. Why? Because his gift is totally different. Bwana asifiwe. His gift is totally different. The same with you. Every one of us has a totally different gift. And that total different gift is unique to you and will bless us in a unique way. Oh, hallelujah. Amen. Kitu cha mimi nimesikia tu furaha mingi huyu ndugu akihubiri. I am totally blessed, full of joy. Bwana asifiwe. Akisema kitu ninasikia vizuri sana. You know, because his gift anaashiria a gift of joy. Nani amegundua hiyo? Amen. He is releasing the gift of joy ambayo Mungu amemupa. Na hata hajui ako nayo, lakini iko. Bwana asifiwe. So nimefurahia na ubarikiwe ndugu yetu Kisoi, na ujue Mungu akikupea kipawa anakupeaga. He doesn't care kama umesoma, kama hujasoma, kama kwenu ulitoka wapi, Mungu hajali. Bwana asifiwe. Na ndio unaona hata ndio aite Daudi, hata hawakuwa wamemuita. Unaona? Walimwacha huko achunge mambuzi na makondoo. Hata wakisema wakiitwa wakuje wale wanaweza shambuliwa, hakuitwa. Aliachwa huko. Bwana asifiwe. Hata kama umeachwa huko, kipawa chako ni chako. Mungu atakupea. Na iwe mwaka huu wa 2026 ndio mwaka wako wa vipawa tena chungu mzima. Amen. Cha muhimu kako kadogo kafanyishe kazi. Cha muhimu alichokupea. Hata kama amekupea 1,000, unaweza tengeneza mandazi, upike watu wanunue. I am sure by the time jioni imefika haitakuwa ile 1,000 ulipanda. Na especially tukiwa na Mungu, ataleta mtu, hata kama wewe unaona kama imeungua, na hii mandazi mbona inakaa kama imeungua, mtu atakuja aseme mimi hata natakaga hii imeungua. Kwa sababu Mungu yuko ndani. Na sisi tubarikiwe. God bless you. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Thank you brother Kisoi. We are blessed. We are blessed. Amen. Tafadhali tusimame, ni wakati wetu wa kutoa sadaka. Yule ako nayo kwa simu, ukiangalia kwa ukuta utakuta kuna paybill ya kanisa, na labda tunaweza tafuta hata utafute till number pia, ama hiyo paybill inatosha. Si iko sawa? To what? 247 pale kwa M-Pesa. Unaenda kwa M-Pesa, alafu unaenda paybill. Ama huwa wanaendaje? Wacha nifanye mazoezi. Unaenda kwa M-Pesa. Inaitwaje hiyo icon? Ndio ubonyeze. Lakini kuna vile hako kadude kanaitwa kabla ubonyeshe. Kanaitwaje hako kadude tunabonyesha? Naona kanaitwa Safaricom hapa. Kanaitwaje hako kadude? Nilipa na M-Pesa. Lakini ndio uende lipa na M-Pesa, hako kadude tunabonyesha ndio tuende kwa M-Pesa. Kanaitwaje? Sim? Si M-Pesa. Kana jina. Sio SIM card. Kuna vile kanaitwa haka kadude ka icon. Mimi tunakajua. Ndiko haka kanaitwa Safaricom, si ndio? Lakini kako na jina. Haya nimekabonyesha. Kanaleta M-Pesa ako kadude. Unafinya Baba,
hospitali ili nitemedari. Walikuwa wameniteki kama lofa, wakasema sitafika nitakufa, wakasema uko mbali yanitufa. Nililala mtaroni, wakanicheka mtaani, nikaomba majirani. Hey, nililia sana, niliteseka sana. Hey, nililia sana. Napiga goti naomba jalali, kweli amenijali, amenipa kibali. Kila siku napiga goti naomba nasali, kweli amenijali, ili nitemedari. Ainuliwe, asujudiwe, ahimidiwe, Ee Bwana ainuliwe, ahimidiwe, asujudiwe. Ee Bwana ainuliwe, asujudiwe, ahimidiwe, Ee Bwana ainuliwe, ahimidiwe, asujudiwe. Sorry to Christ nilikuwa nalia, sigara na bangi